Coaches wote waliotangulia, na kwa hakika ninamshukuru Mungu sana kuweza kuipata nafasi kama hii, na si kwa ubaya, lakini hata kama ningeambiwa nimebakisha masaa machache ya kuishi, basi ningesema Mwenyezi Mungu nashukuru kwa kile ambacho nimekipata katika nafasi hii ya kuishi, na nimefanikiwa kufikisha neno ambalo lilikuwa ndani yangu kwa ajili ya kubadilisha na kuyagusa maisha ya watu wengine. Wote ambao unawaona humu ambao wamefanya presentation za kufundisha ni watu ambao niliwashirikisha hii biashara. Kwa namna moja au nyingine nilikaa nao kwa kipindi kisichopungua miezi mitatu na zaidi kuwafundisha A to Z nini cha kufanya, na hatimaye kwa sasa watu wanaendesha maisha yao, na kwa hakika Mungu amewabariki katika kutimiza. Wanaishi vizuri, wanakula vizuri, wanakaa pazuri, lakini hata kipato chao pia ni kizuri. Hilo ni jambo ambalo mimi binafsi linanivutia, na ninamshukuru Mungu kwa nafasi hii ya kupata hii fursa. Hakuna kitu kigumu katika maisha kama kuzungukwa na watu wajinga. Moja kati ya vitu vigumu zaidi ambavyo unaweza ukavipitia kwenye maisha yako ni kuzungukwa na watu wajinga. Watu wajinga ni kina nani? Watu wajinga ni watu ambao wanajua kabisa wanapoelekea ni wapi, lakini wamefumba macho wakitarajia kuwa sehemu tofauti na ile wanayoielekea. Hao ndio watu wajinga. Watu wajinga ni kina nani? Ni watu ambao hawajipi nafasi ya kuweza kurudisha akili zao kujiuliza, je, ninachokifanya katika maisha yangu ninayoishi miaka 5 na miaka 10 inayokuja nitakuwa nina hali gani kiuchumi? Aliwahi kusema moja katika mentors wakubwa sana, surround yourself with the reminder of your dream. Jizungushe na kaa karibu na watu wanaokukumbusha kuhusu ndoto zako. Network marketing ni nini? Hii ni platform ya biashara ambayo inakupa nafasi ya kuwa wakala wa product ambazo wewe una uwezo kuzitengenezea mfumo na ukazisambaza product hizo na ukatengeneza kipato. Faida ya ziada ni kwamba kila product unayoisambaza unapata faida ya rejareja, unapata faida ya bonus katika product hiyo, lakini faida kubwa zaidi, kila utakayemshirikisha kuweza kuiuza product hiyo, wewe utapata residual income ama kipato endelevu mpaka mwisho wa dunia. Umenielewa sijui? Hiyo ndio faida ya network marketing. Lakini faida nyingine ni platform ya biashara ambayo inakufanya uweze kupata skills bure za kukufanya uweze kuwa mtaalamu na nguli wa kufanya biashara kwa mafanikio. Mnaona hizi session ambazo tunaziendesha ni moja kati ya session ambazo kama zikiwekewa grupu na zikatangaziwa katika mafunzo ambayo tunayatoa, tuna uwezo wa kuchajisha kila mtu zaidi ya shilingi 50,000 na akaja kuhudhuria. Lakini hapa unaipata hii session bure. Unajua kwa nini? Kwa sababu platform ya network marketing ni platform ya kufundisha huku ukiwa unarudisha fadhila kwa kile ambacho wewe unatamani watu wabadilike nacho. Mtu aweze kujua umuhimu wa kufanya biashara sio kwa sababu ya wakati uliopo. Inawezekana kwa wakati huu ukawa wewe huna haja ya kufanya biashara, lakini wakati ujao utakuwa ni mtu ambaye tayari una changamoto ya kuifanya biashara. Maana yake ni kwamba pesa usiokuwa nayo shida sasa hivi, yawezekana kwa 100% pesa hiyo ukawa shida nazo au ukawa na shida nayo miezi na miaka kadhaa inayokuja. Sasa swali linakuja, je, wakati shida hizo zinataka kukujia, uliwahi kuanza mfumo wa biashara ambao ukakufanya upate mafunzo? Swala ndo linakuja hapo. Kwa mfano, mimi ni moja kati ya watu ambao wanafuatilia sana matajiri, biography zao, lakini sio tu kuwafuatilia, ninajifunza kupitia kwao na ninachukua hatua na mambo ambayo ninaona yanaweza kaninufaisha. Nilikuwa naangalia kwa ukaribu Jubilee Years za mzee Said Salim Bakhresa. Kampuni ya SSB imeanza mwaka 1975 na mpaka sasa kampuni inasherehekea miaka 50. Miaka 50 hiyo hiyo kuna mtu kaishi akiwa upande pamoja na mzee Bakhresa, lakini yeye anasherehekea matatizo.
anasherehekea shida, maisha ni magumu. Unaweza ukajiuliza ni kitu gani ambacho kilimsababisha huyo akawa na mafanikio na huyo asiyekuwa na mafanikio? Umri kama huu, miaka 30 inayokuja baada ya kutoka kwenye hii grupu, tutakuja kuonekana kama unavyoona kinachosherehekewa kwa mzee Bakhresa Jibli. Baraka Mbwamba atakuwa yuko kwenye platform yake ya kampuni yake Afya Bora Kipato Imara, Jackson, Felix, Abedi na wengine. Kila mtu atakuwa na monument yake anayosherekea na bonge la kampuni analoliongoza, kwa sababu tulikuwa na maamuzi ya kujifunza na kuchukua hatua katika umri huu. Usifikiri watu wenye mafanikio wanafikiria katika udogo kama vile watu wengine wanavyofikiria. Nikupe siri, billionaires wanafikiria katika uwezo mkubwa mara 30 mpaka 50 ya mtu wa kawaida. Ni watu ambao wana uwezo wa kuvisualize vitu na wakaviona jinsi vinavyopita katika process, kama nyaya za umeme zinavyopitisha umeme ndani yake. Kwa nje unaona waya umetulia, ila gusa huo umeme uone voltage yake, unakufa na unakaangu hapo hapo. Hivyo ndivyo watu matajiri wanapofikiria. Sasa nitaenda kukupa misingi hapa. Hii inaitwa specialized knowledge. Hawezi kuwa tajiri kama haujapata specialized knowledge. Specialized knowledge. Watu wengi ni maskini katika ulimwengu wa kawaida kwa sababu wana general knowledge, elimu za kawaida. Kama hauwezi kuwa na specialized knowledge to becoming rich, to becoming successful, sahau kuhusiana na kuwa na mafanikio katika ulimwengu wa biashara, na sahau kuwa na mafanikio katika ulimwengu wa kifedha, kwa sababu wewe una general knowledge. Elimu za shule tunazozisoma zote ni general knowledge, sio specialized knowledge. Specialized knowledge ni zipi? Ndio haya mafunzo ambayo unaona tunayatoa hapa. Ni mafunzo specialized ambayo yanakupa equipment, yanakupa vifaa vya kukufanya uweze kuistructure akili yako upya. Unajua lazima uweze kuistructure akili yako upya. Nakumbuka siku za mwanzo wakati naingia kwenye mafunzo ya Dr. Joel Nanauka ambaye kwa sasa ni waziri wa vijana. Nashukuru Mungu nilipata nafasi ya kujifunza kwa siku 90 katika mafunzo yake. Unaniona naongea naeleweka, unaniona nafundisha naeleweka. Jua niliinvesti muda wa kutosha wa kujifunza kabla ya kuniona katika hizo sehemu unazoniona ambazo nipo. Nilipata mafunzo ya awali kabisa ambayo yalinibadilisha uwezo wangu wa kufikiria. Mafunzo haya yalisema hivi: make sure you understand and master how you think and process things. Hakikisha unajifunza na unaelewa namna unavyofikiria mambo na namna unavyo process. Sasa hapo ndipo unapoiona specialized knowledge. Huwezi kujiandaa kuwa tajiri kwa kuwa na watu wenye uwezo mdogo wa kufikiria. Haiwezekani. Ndio maana moja ya changamoto ambayo matajiri wanakuwa nayo ni kwamba wanakuwa hawapatikani na watu wa kawaida. That is the secret I'm giving you. Tajiri hapatikani na mtu wa kawaida ambaye ana general knowledge. Tajiri anapatikana na mtu ambaye ana specialized knowledge. Na mtu analalamika anasema, fulani simpati bwana, sasa hivi bwana na hela. Je, fulani mwingine akitaka kumpata anampata au ampati? Anampata. Kwa nini? Matajiri wanakwenda na specialized knowledge na wana associate na watu ambao wanao specialized kuwa nao. Ndio maana katika safari ya kuelekea katika utajiri utajikuta unapunguza watu. Mimi nishapunguza namba za watu kibao kwenye simu yangu. Hakuna maskani utanikuta, hakuna kijiwe utaniona. Sina rafiki mimi. Mimi na business partners tu. Watu ninaoshare nao pato la kifedha. Na familia nimemaliza. Sina haja ya kuwa kwenye kijiwe wala maskani. Nafanya nini? Sina huo muda. Kwa sababu gani? Niko specialized na mission ambayo niko nayo. Sasa mimi nitaenda kukupa specialized skills ambazo kama utazitumia na ukaibeba hii fursa ya network marketing, utapata nafasi ya kutengeneza mtandao na kupata mafanikio. Hii inaitwa suffer for the purpose now. Kubali kuteseka kwa maisha unayotaka ya kesho sasa hivi. Sikiliza hizi specialized skills alafu uziapply katika maisha yako uone nini kitatokea. A inasema hivi: certainty and uncertainty. Certainty ni nini? A state of being completely confident and firm belief. Certain. Specialized skills mojawapo itakayokufanya uweze kuwa tajiri ni wewe kuwa na uwezo
wa kuwa katika hali ambayo kwa ukamilifu una confidence na una imani isiyotetereka. Confidence na imani isiyotetereka. Hiyo ni skills ya kwanza specialized, ambayo kama unataka ukubali kuteseka sasa hivi, maisha yako ya kesho yawe mazuri, inabidi uwe na hii skills. Ya pili ni uncertainty, state of not being perfect. Hakikisha usiwe na mazingira ya kutaka kuwa perfect. Unataka kuchukua video, let's say wewe tayari umeanza biashara. Unataka kuanza biashara, unajiuliza itakuwaje, nitaongeaje na watu. Usiione kama unataka kufanya vitu kwa ukamilifu. Alkamalu lillahi, ukamilifu ni wa Mungu tu. Mimi na wewe hatuna ukamilifu wowote. Ndio maana hata macho yetu yanatofautiana yenyewe, hata meno yetu katika kinywa yanatofautiana. Kwa nini una gego na kwa nini una msongoa? Kwa nini una jino la mbele na jino la nyuma? Kwa nini Mungu asingeweka majino yote yawe magego tu? Hiyo ni science ya mafanikio inayoonyesha kwamba kila jino lina umuhimu na lina mateso linayoyachukua. Jino la nyuma linateseka kusaga, jino la mbele linateseka kuchonga. Hiyo ni system ya maisha. Lazima na wewe uiadapti, usitake kuwa umekamilika. Alkamalu lillahi, ukamilifu ni wa Mungu. Watu wakikosa skills hii hawawezi kukubali mateso ambao wanaweza kuyapitia ili wapate mafanikio. Kipengele B, significance. State hii inasema the importance of your doing, ubora wa unachokifanya. Significance, unataka kuyapata mafanikio. Hivi unajua ubora wa kitu unachokifanya? Mimi mfano, naingiza pesa, nashirikisha watu wanaingiza pesa. Unajua ninaona kitu gani katika ubora wa ninachokifanya? My significance ni kuona leo ninatoa elimu, al-ilmu intafa'u bihi ilaya, elimu inayowafaa watu wapate mabadiliko ya maisha. Mimi hilo kwangu ni significance. Whether uingie kwenye biashara, whether usiingie, but elimu nitakayoitoa kwako itakupa manufaa katika eneo lingine, na mimi Mungu atanirudishia thawabu zangu. Hiyo ni significance. Kipengele B katika significance kinasema hivi, the necessity of paying attention to it. Uwezo wa kutuliza akili yako na kuangalia mambo yanavyokwenda katika maisha yako. Unaangalia, mimi ni mwanafunzi nasoma, baada ya masomo yangu itakuwaje? Unatulia kwa utulivu, afu unaangalia hivi inakuwaje significantly. Maisha nikimaliza shule inakuwaje? Nipo katika kazi, nalipo 500,000, bado sijaoa. Nikioa itakuwaje? Nitakapozaa mtoto je? Miaka 3 4 inakuja mbele nitakuwa na matumizi ya 1,000,000 kwa mwezi, wakati mshahara wangu 500,000. Uncertainty, unafikiria significance. Unaona kabisa sitakuwa comfortable, lakini unafikiria kwa kutulia significant. Hapa ndipo nitakapoenda kufeli. Na kwa hakika hayo mawazo ndio yanayokufanya uweze kufanikiwa. Nukta inayofuata, kipengele C. Hapa tunajifunza connection, love and support. Bwana, connection maana yake ni nini? Link with people purposefully. Kuweza kuwa na watu kimkakati. Mfano, vijana wengi sasa hivi hawawezi kuzungumza. Unakuta mtu kachukua namba kule kwenye Instagram, anakwambia habari. Unamuombia salama, anakwambia mzima kaka, mzima. Aisee kaka unaendeleaje? Hajui namna ya kuconnect. Ongea na mtu purposefully. Habari kaka, salama. Samahani, nimeona ujumbe wako katika akaunti ya Instagram na nimeona nichukue nafasi ya kupata mafunzo kwako, walau niweze kupata hata uwezo wa kuona naingiza vipi kipato. Jielezee, uconnect na mtu purposefully. Kipengele B, love and support. Upendo pamoja na kusaidiana au kusapotiana. Watu wengi hawana uwezo wa kukubali mateso ya kuwa na upendo na kusaidiana wakati wanapitia changamoto. Na ndio maana ni muhimu uweze kujua ni kwa muda gani utatumia wa unachokifanya hakita kukulipa mpaka kiweze kukulipa. Je, muda gani? Lazima ujipende hapo na ujisapoti wewe mwenyewe kabla ya kupendwa na kusapotiwa na mtu. Jipende na kujisapoti ndani yako. Kipengele E, spiritual stability balance. Hapa tuna kitu kimoja tu. Hii inaitwa the law of universe. Inasema hivi, if something is not growing, it start dying. Sheria ya dunia, chochote kisichokuwa kinakufa.
Wewe kama kipato chako hakitakuwa, unapata 500,000, hautapata 800,000, hautapata milioni, hautapata na zaidi, maana yake sio muda mrefu maisha yako yanakufa. Hiyo ni law, ni sheria kabisa. Ndio maana watu wenye kuyataka mafanikio na utajiri hawatosheki, wana grow. Miaka 50 ya mzee Said Salim Bakhresa, Jubilee 50 years. Angalia yaliyofanyika. Majumba ya real estate, hoteli, uwekezaji wa kwenye mfumo ya vyakula, uwekezaji wa kwenye juisi, uwekezaji wa kwenye maji. Angalia uwekezaji katika usafiri, uwekezaji katika vyombo vya habari, uwekezaji katika sinema na bwana we, Mungu ambariki. Angalia uwekezaji uliofanyika. Hiyo ndio maana ya growth, the law of universe. Kama hautakubali kukua, jitegemee kuwa utakufa. Na kama wewe unataka kusimika nishati ya utajiri ndani yako, ni lazima uiweze kuitumia sheria hii ya kukua. Kipengele kinachofuata, kipengele E, faith in your God believing. Kuwa na imani kwa kile unachomwamini Mungu. Kubali kuteseka, lakini kuwa na imani na kile unachokiamini Mungu. Mimi nitakupa story moja. Hii story nimeielezea kwa watu wachache na nafikiri wewe utakuwa ni moja kati ya watu wenye bahati kuisikia. Kuna siku moja wakati nimeanza biashara ya marketing mwaka 2022. Hapo niko kwenye duka langu la simu na kompyuta, nilikuwa bado sijalibadilisha. Nilikuwa pale dukani mtaa wa Tandamti na Lumumba. Nilikuwa na duka la simu na kompyuta ambalo nimelifungua almost miaka 10-12 tokea mwaka 2009-10. Nilibahatika kuwa ni watu ambao wamejiajiri mapema sana. Kwa hiyo nipo kwenye game ya biashara for long time. Sasa nilipopata nafasi ya kuingia kwenye biashara ya marketing, sikutaka kufunga duka mapema. Nilifanya mambo mengi sana mwaka 2022. Nilijikuta mwezi wa 9 somewhere unaenda wa 12 hivi. Wa 9, 10, 12. Nilifanya mambo mengi sana. Afu nikawa naiona biashara sielewi. Najua sielewi. Ili nichanganya hii biashara jamani. Kuna muda mimi nawaambiaga mentees wangu, network marketing kuna muda inaweza ikakuweka kwenye kona. Sio network marketing tu. Safari yako ya utajiri na mafanikio ina uwezo wa kukuweka kwenye kona, alafu ikaanza kukupiga uppercut. Ikakupiga chembe, ikakupiga kidevu. Ukapigwa 1-2 za kutosha na maisha mpaka ukasema, jamani, vipi tena? Mbona naona kama kipigo kimezidi? Maisha yana tabia kukupeleka kwenye kona. Kona ni nini? Kona ni state uliopo. Ngumi zinazokuja ni matatizo yanayokuja bila kuwa na ukomo wa kupumua. Matatizo yanaitana tu. Yanaita mdau akwambia, mimi bwana nikipata hela matatizo yaishi. Ni kweli. Sasa siku hiyo nikawa nimekaa. Nikaona kabisa network marketing imeneka kwenye kona. Nikawaza sana. Nikasema hii biashara mbona natumia nguvu? Mbona sifanikiwi? Mbona sielewi? Na hicho ndio kitu kilichonifanya nitengeneze platform ya www.afyaborakipatoimara.com, ambapo sasa hivi tuna member site. Mtu yoyote anayeanza hii biashara kwa kupitia timu yangu anapata mafunzo kupitia kwenye sehemu maalum ya website ambayo nimeiweka. Una login, unatengeneza account, unaingia, unajifunza biashara kwa muda wako. Ukishindwa biashara na network marketing na kuwa tajiri katika mfumo kupitia timu yetu, ujue umeamua wewe. Ni kitu nimeinvest zaidi ya milioni 7 mpaka sasa hivi kukijenga, na kinanitesa na kimeninyoosha kweli kweli, lakini ninajua leo na kesho nitakuja kuwasaidia vijana wengi wajifunze biashara network marketing kupitia hiyo platform, na wataielewa na watakuwa matajiri, na hilo ndo linanitosha mimi kufanya biashara hii. Basi nikawa nimekaa pale msikitini Mtoro kwenye majengo ya ya Kariakoo Bazaar chini pale, nimekaa nikawa nikawaza sana, hii biashara vipi? Ijumaa hiyo khatibu anatoa hutuba, mimi nimekaa nimeweka kichwa chini na waza vibaya mno. Kasema inakwaje? Nikatoa machozi. Mimi bwana, watu wachache sana katika watu ambao wanatoaga machozi. Mimi siku ninazolia mimi naziandika kwenye kalenda. Ni mgumu kidogo. Basi nitoa machozi pale. Afu nikamwambia Mungu, mbona nafanya sana lakini sioni kama naenda kufanikiwa? Nini ninachokikosa? Kwa mbali nikasikia sauti ndani yangu inakuja kwenye masikio, inaniambia vuta subira. Mwenyezi Mungu anakuandaa kuwa mkubwa na ni lazima akupitishe kwenye hivyo anavyokupitisha navyo. Basi uwezi amini, yale machozi niliyafuta pale, na nikamwambia kama Mwenyezi Mungu
Unanipitisha kwenye mambo kwa sababu unahitaji niwe mkubwa, basi ninyooshe zaidi ya hapo unaponipitisha. Basi nashukuru Mungu, nikafuta machozi, hotuba ikawa imeisha, nikaswali Ijumaa, nikarudi ofisini. Kurudi ofisini nikashika simu yangu, nikakutana na message ameituma kiongozi wangu Dr. Ibrahim Chenza. Ameandika, for 3 to 5 years I see you becoming a great network marketer in Tanzania and across the Africa. You are billionaire. Keep going brother. Nilikutana na ujumbe wa Dr. Chenza ameniandikia, anasema katika grupu ilikuwa Movers kule, ninakuona miaka mitatu inayokuja mpaka mitano ukiwa ni mtu katika network marketing mkubwa sana Tanzania na Afrika, na ukiwa billionaire. Endelea kufanya brother. Bwana, unajua kuna muda Mwenyezi Mungu huwa hachelewi kujibu maombi yako, kwa sababu anajua kusudi lako ni nini. The root. Anajua msingi na anajua shina la kile unachokihitaji kwenye maisha yako ni nini. Hii story inanikumbusha hapa kwenye spiritual au kwenye spirituality, kwenye faith and believing in God. Hawezi kuwa tajiri kama utakuwa ni mtu unayetetereka kiimani kirahisi. Hawezi. Watu wanaokuja nyuma yako wanakuja kwa sababu ya imani yako uliyoisimika mbele. Kama hauna imani, hawezi kuwa tajiri. Ndio maana imani ni kitu cha msingi katika mafanikio ya kibinadamu. Nukta ya mwisho ninaenda kumalizia, hii nukta F inayoitwa contribution. Contribution maana yake nini? Giving back for your win. Kurudisha mchango kutokana na jinsi ambavyo umeyapata mafunzo ya mafanikio. Nitamaliza kwa kukupa msemo mmoja mdogo sana. Unasema hivi: what make death so hard is unsatisfied curiosity, by Berlin. Nini kinachofanya kifo kuwa kigumu? Ni kuwa na mambo ambayo haukuyakamilisha katika maisha ulipokuwa hai. Mungu akubariki kuwa katika hii session, na ninatamani sana uweze kuwa moja ya vijana ambao wana impact maisha ya watu na maisha yako, na hii biashara network marketing iwe ni faida na baraka kwa familia yako inayokuzunguka. Watu waje kwako kutaka ushauri kwa ajili ya mambo fulani ya maisha. Tunasaidia watu kuboresha afya zao, lakini tunasaidia watu kuboresha akili zao, kwa sababu ziko siku katika maisha hakuna kitu kitakachomfaa mwanadamu zaidi ya pumzi zake na nguvu zake alizomtoa Mwenyezi Mungu kuweza kuwa nazo. Chukua maamuzi kwa mtaji mdogo sana. 150,000 sio kitu, ni pesa ambayo tunazichezea kila siku. Ingia kwenye hii fursa ya biashara, uwe katika hii timu ya kibilionea, uweze kubadilisha maisha yako siku ya leo. Mungu akubariki kwa kuwa hapa, na mimi nakubeba katika maombi yangu, na wewe usisahau kunibeba katika maombi yako katika kila swala unazoziomba, na Mungu akubariki. Asante sana. Narudisha mic kwako moderator.